Haya majina ya siku za wiki ni majina ambayo yameteuliwa na mwanadamu, sio Mungu mtakatifu. Katika Biblia kama nilivyosema awali, kuna siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku ya saba. Hazina majina ya sayari yoyote. Kuna hila ilishatumbukizwa katika tafsiri ya majina ya siku. Kwanza katika mfumo wa kutafsiri kwa Kiswahili. Mwanzoni nilisema kwamba kuna kitu tunasema Mei Mosi, lakini ukija sasa katika hizo siku za wiki, yani siku za juma, kuna Jumamosi, manake ni siku ya kwanza, kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne mpaka Jumatano, lakini baada ya kufika Jumatano yamekuja kutumbukizwa hayo. Sasa walioyaweka hayo, sijajua lengo lao lilikuwa ni nini. Kwa nini tu asingeita Jumasita na Jumasaba, lakini ibada ambazo tunaziona ziendelee kama kawaida? Walivunja sita wakavunja saba, wakaweka majina mengine tofauti ambayo hayahusiani kimatamshi. Ni vile tu kwamba tumeshayazoea kwa lugha ya Kiswahili, lakini yameleta mkanganyiko mkubwa sana. Kwa sababu wale wanaosema Jumamosi ndio siku ya saba, wakati tayari sita na saba umeshaziruka, unakuja kwenye Jumamosi siku ya kwanza. Na wengine wanasema Jumapili ni siku ya saba, wakati umeshairuka sita saba na siku ya kwanza Jumamosi umeiruka, unasema Jumapili ni siku ya saba. Ni mkanganyiko. Katika lugha ya Kiingereza waliamua wao kutengeneza majina hayo kwa kutumia majina ya miungu ya Kigiriki. Hiyo miungu ya Kigiriki ilikuwa ina sifa tofauti tofauti. Majina ni mengi sana. Hayo majina jinsi wao walivyokuwa wamekusudia ni kwamba yashike namna fulani ya umuhimu katika siku ambazo walikuwa wenyewe wameamua kuzipa hayo majina. Lakini sasa sisi tuangalie, kwa sisi ambao tuko ndani ya Yesu Kristo, kila siku Mungu anayotujalia kuamka asubuhi ni siku ambayo Mungu ametujalia kwa neema yake, kwa sababu Biblia inasema kwamba nyakati zetu sisi zimo mkononi mwa Mungu. Kwa maana hiyo itakuwa ni jambo ambalo ni la hatari sana katika imani, jambo la hatari sana kiimani kwa sisi wanadamu leo hii kuanza kugombana au kuleta matengano au kuleta machafuko, kuto kuheshimiana, kudharauliana au kuto kushirikiana katika mambo ya kujenga ufalme wa Mungu katika maisha yetu na katika mataifa, kwa sababu tu tumetofautiana kiuelewa, tumetofautiana kifikra kuhusiana na siku ipi ni sahihi ya sisi wanadamu kwenda kumwabudu Mungu. Sunday walimaanisha kwamba ni jua, yani siku ya jua. Kwa hiyo kwa wale waliokusudia ndani ya hivyo vitu, kuna vitu katika ulimwengu wa roho wao walikuwa wanaona kwamba wakiita hivyo wanawakilisha katika kambi yao ya nguvu za giza nini wanataka kufanya katika siku hiyo ya Jumapili, yani wakimaanisha kwamba siku ya Sunday. Hiyo ni elimu yao na ni mambo yao wanayofanya katika mambo ya nguvu za giza, sio kwa sisi ambao tuko ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini vile vile siku ya Jumamosi ambayo kwao wanaita Saturday, walikuwa wameamua kuipa jina la miungu ya Kigiriki inayoitwa Saturn, au wengine wanaweza kusema Satan. Ile miungu ya Kigiriki yenye jina hilo la Saturn ni miungu ambayo ilikuwa ina sifa mojawapo ya ukatili wa hali ya juu, ukatili wa kurarua watoto, kufanya mambo ambayo sio mazuri kulingana na ile mythology, simulizi za mitholojia tuseme taifa au katika nchi ya Ugiriki. Miaka ya nyuma walikuwa na hizo, ndio maana utasikia ilikuwepo miungu wanaita Thor, walikuwa wanaita Zeus, walikuwa wanaita, kuna mwingine wanaita Andromeda. Wewe kama unaenda siku ya Jumamosi, sikwambii kwamba wewe unakosea au upo sahihi. Wewe unayekwenda siku ya Jumapili, sikwambii kwamba unakosea au upo sahihi. Lakini ninachotaka kuambia uwe makini kuhakikisha kwamba kusanyiko lolote unalokusanyika kwa wakati wote kwa siku yoyote, Biblia inasema kwamba Bwana Yesu anasema wakutanikapo watu wawili watatu, Bwana Yesu yu katikati yao pamoja nao. Kwa hiyo utakapokutana na watu, wewe ni katikati ya wiki, iwe ni mwanzoni mwa wiki kama ni let's say Jumamosi, kwa sababu ukienda kimahesabu kwa tafsiri ya Kiswahili Jumamosi ndio mwanzo wa wiki. Lakini ukienda kiimani au kimtazamo au kifikra katika elimu ile ya kidunia, wengine wanakuambia Jumamosi ndio siku ya saba, wanakuambia ndio weekend. Wengine wanakuambia Jumapili ni weekend, ndio siku ya saba. Kwa hiyo kila mmoja anafikiria upande wake ndio sahihi. Lakini Biblia ishasema katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 5, kuna mwingine anaona siku ziko tofauti tofauti, kuna mwingine anaona siku moja ni kuu kuliko zingine. Lakini hawa wote, endapo tunayoyafanya, endapo ibada tunazozifanya, tunavyokutanika ni kwa ajili ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na sio kuanza kuwasimanga wengine, sio kuanza kuwasema wengine, sio kuanza kuwatenga wengine, sio kuanza kuwa
kuwahukumu wengine, kwa sababu ukianza kunihukumu mimi au mimi nikikuhukumu wewe kwamba unaenda siku ambayo sio sahihi kuabudu, nikianza kukushambulia wewe kwamba wewe unaenda siku ya Jumamosi sio siku sahihi, au nikikwambia wewe unaenda siku ya Jumapili sio siku sahihi, maana yake ni kwamba mimi tayari nimeshajiweka kwenye kile kiti cha hukumu, kuhukumu mawazo ya wengine, wakati Biblia inasema yeye aliye dhaifu wa kiimani msimhukumu mawazo yake, lakini mkaribisheni. Endapo mtu anakujia wewe ili apate kusikia habari za Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, hakikisha unavua udini, vua udhehebu, weka mbali masuala ya kifikra, tofauti za kiimani, tofauti za kifikra, weka zote weka pembeni. Zungumza na huyo mtu, mueleze kuhusu Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, muelezee kuhusu ufalme wa mbinguni, muelezee huyo mtu jinsi Bwana wetu Yesu Kristo atakavyokuja, nini kitatokea, nini neno la Mungu linataka sisi tufanye, vitu gani ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo ameshatuambia, vitu ambavyo Mungu anavichukia. Muelezee mtu kuhusiana na vitu vinavyomfanya mtu awe najisi, vile vinavyomtoka, kama Bwana Yesu anavyosema kwamba mioyoni mwa watu hutoka mawazo mabaya, hutoka uchafu, uasherati, kiburi. Hayo yote yanamtia mtu unajisi. Kwa hiyo badala ya kufocus kujenga maisha ya mtu ndani ya Yesu Kristo, wengine wako bize kushambulia wenzao kwa sababu tu ya tofauti zilizoletwa kibinadamu kuhusiana na siku ipi iliyo ni sahihi ya kwenda kumwabudu Mungu. Kwa sababu mifumo kwa sasa hivi ulimwenguni kote, kila mmoja anafikiri kwamba ikifika Jumamosi wanaita ndio weekend, wengine wanaenda makanisani siku ya Jumamosi, wengine wanaenda makanisani siku ya Jumapili. Mimi kama director, kama mwimbaji, kama mtu ambaye nina sukumwa ndani ya moyo wangu kuwaelekeza watu habari za Yesu Kristo, siwezi nikajipa umuhimu au siwezi nikajipa nguvu au kujikweza kwamba sasa mimi ndio ninayeweza kutenganisha watu au kuwahukumu watu kwamba wewe unachofanya ni sahihi, wewe unachofanya sio sahihi. Sio kazi yangu. Maadamu mnakutana nyie kanisani, iwe ni siku ya Jumapili au ni siku ya Jumamosi au ni siku ambazo katikati ya wiki mmekubaliana wenyewe kukutana kwa ajili ya fellowship, mmekutana kwa ajili ya maombi, na kutana kwa ajili ya Bible studies. Hizo siku zote ni watu wanamuomba Mungu awaongoze na kuajalia kibali waweze kukutana kwa ajili ya kumwabudu Mungu pamoja, kwa ajili ya kujifunza pamoja, kwa ajili ya kuomba pamoja. Sasa kama ni hivyo basi, mimi sitakiwi kuanza kuambia wewe hutakiwi kukutana Jumamosi, wewe hutakiwi kukutana Jumapili. Hiyo sio kazi yangu, kwa sababu aliyeleta majina hizi siku sio mimi, ni wanadamu. Aliyetupa neema ya sisi kuiona siku ya leo, siku ya kesho, kwa neema ya Mungu na pumzi ya uhai, ni Mungu mtakatifu ambaye yuko juu ya vyote. Yuko juu ya fikra za mwanadamu, yuko juu ya mawazo ya kibinadamu, yuko juu ya kila taratibu ya kibinadamu, ambayo ni miongoni mwa kutaja majina ya siku. Wanadamu walitaja majina wanayofikiria wao yanawafaa, na ndio maana Biblia inasema kwamba hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama watu wa ufalme wa giza, ule mfumo wa mpinga Kristo, ile roho ya mpinga Kristo, kama wao waliamua kutaja majina yao wanaojisikia ya wao, kuzipa siku majina ya siku katika wiki, kuzipa majina ya miungu yao, ni kwa sababu za wao wenyewe, sababu za giza. Lakini kwa sababu sisi tunamwabudu na kumwamini Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunamwabudu Mungu Baba kupitia Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunamcha na kumkaribisha Roho Mtakatifu aingie ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, kutubadilisha, kutufinyanga, kutusogeza karibu na Mungu, kutusaidia, kutufundisha, kutukumbusha, kutufunulia yale yanayo mambo yajayo. Maana yake ni kwamba tunatakiwa tuendelee namna hiyo kwa kumwangalia Yesu Kristo, na sio kuangalia mwanadamu alitafsiri vipi majina ya siku. Kwa sababu tukiendelea kubishana, leo hii atatokea mtu atakwambia hapana, kama Jumamosi wewe unaita ni siku ya Sabato, kwamba ni siku ya saba, pamoja na kwamba Biblia ilikuwa imesha tabiri kwamba itafikia kipindi kwenye kitabu cha Isaya kwamba itafikia kipindi atatokea kiongozi wa dunia na kujaribu kubadilisha majira na nyakati. Ni kweli hilo jambo lilifanyika. Inakuwa ni debate kubwa sasa kusema kwamba ni kiongozi gani alibadilisha kipi na kipi, kwa sababu ukirudi nyuma, wengine wanakuambia kuna mwaka fulani, kuna siku fulani ni kama zilipotea, almost karibia ni kama wiki mbili kama sikosei, kuna siku zilipotea pale kwenye kalenda. Kwa hiyo ukijaribu kutafakari hivyo vitu, sana sana vitakutia hofu, sana sana vitakuconfuse, sana sana vitakuchanganya. Sasa kwa sababu mimi ndani ya moyo wangu nasema kwamba tumtafakari Yesu Kristo, tutafakari mambo ya juu, Yesu Kristo alipo. Manake sina haja ya kutazama mambo ya chini ambayo yamefinyangwa na mwanadamu, mambo ambayo yametengenezwa na binadamu, kwamba
tutaita hii siku labda siku ya jua, tutaita hii siku labda ya Saturn, tutaita hii siku ya Thor, tutaita siku hii ni ya mwezi. Hapana, hilo sio kazi yangu kulitafakari. Mimi kazi yangu ni kumshukuru Mungu amenijalia kuiona hii siku kwa ajili ya kusali pamoja. Tunaenda kwenye mikutano mbalimbali ya Injili, tunaenda kwenye semina mbalimbali, tunaenda kwenye mafunzo ya Bible studies. Hizo siku au hiyo nafasi ambayo Mungu anakuwa anatujalia iko mkononi mwa Mungu na ni mali ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu na tafsiri zake haziniongozi mimi kuamua nini nifanye katika kumwabudu Yesu Kristo. Mfano mzuri na wa mwisho ni mfano wa Daniel. Alipokuwa kule uhamishoni, wote walipokuwa kule uhamishoni, ilitolewa amri kwa ajili tu ya kumnasa Daniel, kwa ajili tu ya hila kumshambulia Daniel, kumkwamisha ili asimwabudu Mungu, kwa sababu wote waliona kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa anamwabudu Mungu kila siku. Kila inapofika jioni, anafungua dirisha lake kwa uwazi kabisa, na sio swala ya kificho. Anamwabudu Mungu, anaelekea kule ambako hekalu la Mungu, anaelekea kule na kuanza kumwabudu Mungu. Lakini wale watesi wake walipoona, wakasema sasa, kwa sababu huyu anamtii Mungu wake, sisi ngoja tutengeneze sheria ya kibinadamu itakayomkamata Daniel ili kumuondoa kabisa kwenye mfumo wao. Lakini walipofanya hivyo, Mungu aliingilia kati, kwa sababu yeye Daniel alikuwa anamwabudu Mungu, sio kwa sababu mwanadamu amemwambia muabudu Mungu tarehe fulani, muabudu Mungu Jumatatu au Jumanne au Jumatano. Hapana, Daniel alisema yeye atamwabudu Mungu kila siku, atapiga magoti, atasujudu, ataabudu. Hakutaka kitu chochote kile kiingilie ile imani yake. Sasa ndugu yangu, wewe leo kwa nini unaruhusu moyo wako kuingiwa na chuki kwa sababu ya mtu anayesali Jumamosi? Kwa nini unaruhusu moyo wako kuingiwa na chuki kwa sababu ya mtu anayesali siku ya Jumapili? Kwa nini unaingiwa na chuki kwa mtu ambaye anajaribu kukuelekeza kwamba njia ya kufuata ni Yesu Kristo na sio njia ya mwanadamu? Kama wewe unaona kwamba Jumamosi inakufaa wewe peke yako kwenda kanisani, nenda, hakuna anayekuzuia. Lakini vile vile kwa yule anaenda siku ya Jumapili, huna haja ya kumhukumu kwa sababu anaenda Jumamosi. Hali kadhalika, tofauti ya kimadhehebu ndio kitu ambacho kitaendelea kufanyaje, kuleta mitego katika nyumba za ibada nyingi sana. Kwa hiyo sisi wanadamu leo hii tumuombe Mungu atusaidie. Biblia inasema basi tusiifuatishe tena namna ya dunia hii, bali tugeuze mioyo yetu kwa kufanya upya nia zetu. Maanake tujitahidi sisi wote kuwa na nia moja ndani ya Yesu Kristo. Tusimame katika neno la Mungu, tusimame katika muongozo wa Roho Mtakatifu anavyotufundisha neno la Mungu katika Yesu Kristo, ili kwamba wote tuwe na nia moja, tumwabudu Mungu katika nia moja. Wewe kama upo katika kanisa lenye mtazamo wa kilokole, wewe kama upo katika kanisa lenye mtazamo anasema makanisa mama, wewe kama uko katika makanisa ambayo yanaenda Jumapili au Jumamosi, hatuhitaji kugombana sisi kwa sisi. Ukiona tunaanza kugombana sisi kwa sisi, ujue tayari ile mbinu ya mpinga Kristo kutufanya tusiwe na umoja ndani ya Yesu Kristo, umoja wa kiimani, unaendelea kufanya kazi, unaendelea kukita mizizi katika maisha ya binadamu, katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo mimi nikutie moyo kuhusu siku gani ni sahihi ya kwenda kuabudu, kwamba siku ipi ni ya Sabato. Angalia ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu anakushuhudia nini. Kama unaenda Jumamosi na Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba Jumamosi, nenda. Kama ni Jumapili, nenda Jumapili. Kama tumekubaliana wote kwamba siku ya Jumapili tukutane, endeleeni kukutana. Wale mliokubaliana kwamba Jumamosi inafaa kwa ajili ya ibada zenu, muendelee kukutana. Hauna haja ya kumnyoshea mtu kidole. Kwa hiyo nikutie moyo. Kama una swali lolote, una challenge yote, uliza katika comment, nitakujibu kwa nafasi yangu. Lakini zaidi namuomba Mungu akusaidie, akuongoze, akupe amani juu ya haya mambo. Kiukweli tupo katika mitego na Mungu atusaidie sana. Until next time, Mungu akubariki sana.